waliotangulia kusema wamesema mambo mengi sana hapa juu ya sifa za huyu mzee wetu. Anazo nyingi, na watakao kuja baada yangu mimi nao pia watasema. Sasa mimi ninapenda kujikita katika neno moja tu linahusiana na wosia wa marehemu Mzee Mwinyi. Nakumbuka mwaka 2000 mwezi wa Septemba, mimi nilikuwa nagombea urais wa Zanzibar, na kawaida yetu sisi chama chetu cha Mapinduzi kwa upande huko wa Zanzibar huwa tunazindua kampeni Pemba, uwanja wa Gombani ya kale, ili wengi wenu mnapajua. Na kawaida yetu nyingine pia, rais aliyoko madarakani ambaye anamaliza muda wake ndiye anayemtambulisha mgombea. Na mimi mwaka ule ndio nilikuwa mgombea. Kwa bahati mbaya, rais alikuwa madarakani wakati ule, Dr. Salmin Amur, alipatwa na safari ya ghafla ya kiserikali, na nakumbuka alikwenda safari ya kiserikali Malawi. Sasa yeye hakuweza kunitambulisha. Marehemu Mzee Mkapa akamwomba Mzee Mwinyi, akamwambia, Mzee Mwinyi, kwamba mchukue kijana wako huyu ukamtambulishe kwenye mkutano wa mwanzo wa uzinduzi wa kampeni. Tukaenda Pemba. Nimeeleza dibaji hii, kuna neno nataka kuambieni ambalo Mzee Mwinyi aliniambia, alinong'oneza, na alafu kwa ukweli wake huyu mzee akalitamka hadharani. Alisema hivi, akaniambia, ndugu yangu, wewe kijana wangu, mimi nakujua wewe unaweza kusuluhisha nyoyo za Wazanzibari. Kamwitikia mimi, nikamwambia naam. Basi aliposimama kwenye mkutano akauambia umma ule, na wale mnaweka kumbukumbu, watu wa press, katafuteni hotuba ile. Akawaambia, akasema, ndugu zangu, nimemleta huyu kijana, mimi namjua. Pamoja na yote ambayo tunazungumzia hapa, huyu ana uwezo na hata atafanya kazi ya kusuluhisha nyoyo za Wazanzibari. Sasa neno hilo lilinikaa kichwani mwangu mimi, na mpaka leo lipo. Na kazi hiyo tuliifanya kwa nguvu zetu zote, lakini sio kazi ya kufanywa siku moja siku mbili, ni kazi inayotaka kuendelezwa. Sasa leo Mwenyezi Mungu kamkitaji huyu mzee, na atakaobahatika kwenda jioni makaburini kule watakwenda kumzika. Ombi langu kwenu viongozi na tunaoongozwa ni kwamba tusisahau neno hilo. Kazi ya kusuluhisha nyoyo za wananchi wetu zinaendelea, na hiyo ndio kazi yetu ya kila siku, ili tupate lile lilozungumzwa hapa. Nafikiri jaji wa Mahakama Kuu ya Muungano kaeleza hapa yale aliyozungumza marehemu Deng Xiaoping kuhusu habari ya hatua za kupata maendeleo zinaanza na amani na utulivu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo tumzike yeye tu, hekima zake, busara zake zibaki ndani ya nyoyo zetu na fikra zetu.